idara ya uwakili na miradi, na siku ya leo ya tarehe 25 nimeadhimisha jubilii ya miaka 25 tangu nilipobarikiwa kuwa mchungaji, na nilibarikiwa tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 2000 katika usharika wa Hai mjini, na aliyenibariki ni Baba Askofu hayati Dr. Erasto Kweka akishirikiana na msaidizi wake wa askofu kwa wakati huo ambaye ni Dr. Martin Shao, ambao wote ni marehemu. Siku ya leo nimeona ni jambo la muhimu kuja madhabahuni kwa Mungu kumshukuru kwa kunilinda wakati wote wa miaka 25 katika huduma hii ya uchungaji. Ninajua bado nina safari mbeleni, Mungu akinijalia nguvu na afya ya kuendelea kumtumikia. Kwa nikaona jubilii ya miaka 25 ni kama nusu karne, ni vizuri pale nije hapa usharikani kwangu, usharika wa Makuna, hususan katika mtaa wa Kitifu ambako ndio mtaa wangu wa nyumbani, niweze kumtolea Mungu shukrani yangu. Na katika ibada hii tulikuwa na kusudio la kuendelea kupanua kanisa. Naona kanisa hili ni dogo na linahitaji kupanuliwa, ambalo tayari msingi wake ulishaanza na kuta zimeshaanza kupandishwa mpaka kwenye ngazi ya dirisha. Na kwa neema ya Mungu siku ya leo basi amekuja mheshimiwa msaidizi wa askofu wa dayosisi yetu Mchungaji Deogratias Msanya, na ameshirikiana pamoja na msaidizi wa askofu mstaafu Mchungaji Elingaya Saria pamoja na wachungaji mbalimbali na wageni mbalimbali, akiwemo mkurugenzi wa Norwegian Church Aid Tanzania ambaye shirika hili nimefanya nalo kazi takriban miaka 12. Ninapenda kumshukuru sana mwenzi wangu Mrs. Epines na watoto wetu Deborah, Davis pamoja na David kwa jinsi ambavyo kila wakati wananitia moyo na kuniombea katika huduma hii takatifu ya uchungaji. Lakini pia napenda kuwashukuru sana washarika wote wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini, lakini hususan katika sharika zile ambazo nilifanya kazi. Nilianza kazi katika usharika wa Ura nikiwa na miaka 28 na nilifanya kazi pale kwa takriban miaka 3.5. Baadaye nilienda masomoni kule Makumira kwa shahada ya kwanza ya theolojia, na baada ya kutoka pale nilikuja kupangwa kufanya kazi katika usharika wa Shiri pale Maili Sita, na pale nilifanya kwa muda wa mwaka mmoja, na dayosisi iliniita kwenda kukaimu idara ya uwakili, miradi, mipango na maendeleo, ambapo nilifanya pale kwa mwaka mmoja pia. Baadaye nilipata nafasi ya kipekee scholarship kwenda kusoma Norway, chuo kikuu cha Oslo, kwa shahada ya pili, Masters of Theology katika chuo kile, na kule nilifanya kwa miaka 2, na ndipo niliporudi nikapangwa tena kuhudumia idara ya uwakili, miradi, mipango na maendeleo ya dayosisi yetu, na miradi ya NCA ikiwa ndani yake. Nimeendelea kuhudumu katika nafasi hiyo mpaka wakati huu ninapoadhimisha jubilii yangu ya miaka 25. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa jinsi ambavyo amekuwa pamoja nami na familia yangu, na kila mahali ambapo nilihudumu niliendelea kuona baraka za Mungu. Pamoja na kwamba huduma hii ina changamoto kadha wa kadha, unakutana na milima na misitu mbalimbali, lakini bado tunaendelea kuvuka. Na neno ambalo nimelichagua la kuongoza jubilii yangu ya mwaka mzima huu ni lile la Yoshua ambalo linasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Ninasema hivyo kwa sababu niliitwa nikiwa mdogo sana. Nikiwa mdogo nilienda chuo cha theolojia nikiwa na miaka 22 na nilionekana ni mdogo sana. Lakini haikuanzia hapo, ilianzia mbali wakati ule ambapo mimi nilizaliwa. Nikiwa na miezi 2 niliugua sana kiasi kwamba mama yangu alikata tamaa kwamba huyu mtoto ataweza kuondoka duniani, na nilikuwa bado sijabatizwa. Kwa hiyo walifanya juhudi kubwa sana kuhakikisha kwamba ninapata ubatizo mtakatifu, na kwa ajili hiyo, na walitaka nipate ubatizo mtakatifu wakitambua kwamba huyu hata akifariki basi atapata zile huduma za kanisa. Kwa hiyo nilibatizwa na mzee wa kanisa. Wakati huo alikuwa anaitwa mzee Indonesia Swai, ni marehemu. Bahati nzuri, baada ya kubarikiwa mimi kuwa mchungaji, nilikuja kuongoza ibada ya yule mzee ambaye alinibatiza, na alifariki akiwa na miaka kama 95. Na baadaye basi ndipo Mungu aliniongoza nikasoma shule ya msingi Kitifu, nikasoma shule ya secondary kule Kiboye na chuo cha ualimu Marangu, na baadaye kwenda chuo cha theolojia kule Mwika, na baadaye Makumira na kule Oslo, Norway. Na kwa neema hiyo ya Mungu basi
Mungu ameyatenda haya yote. Mimi ninahusika na idara ya uwakili miradi ya NCI katika dayosisi nzima, lakini pia mimi ni mratibu wa interfaith ya kanda ya kaskazini. Wamekuja wawakilishi mbalimbali ambao wameungana pamoja nami. Napenda kushukuru uongozi wa dayosisi yetu, walikuwepo Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Frederick Shaw. Napenda kumshukuru sana msaidizi wa askofu Mchungaji Deogratias Msanya, katibu mkuu, mtunza hazina, watumishi wote wa ofisi kuu ya dayosisi kwa jinsi ambavyo wameshirikiana pamoja nami katika huduma hii takatifu, na ambapo tunaendelea kushirikiana pamoja nao katika ibada hii na sherehe hii ambayo imefanyika hapa kijijini. Imempa Mungu tukufu, kwa sababu tumekuwa pia na sadaka hii ya kupanua kanisa hili ambalo tunategemea mwaka huu litafika kule juu kabisa na kupauliwa, na kwa neema ya Mungu tumepata kama milioni 30 katika shukrani hii kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sifa na tukuzo zote zimrudie Mungu wetu. Safari hii ya huduma ni wito. Kama huna wito wa ndani na unaokusukuma, kwanza uwe na wito wa ndani, msukumo wa ndani, na pia upate msukumo wa nje katika huduma hii. Na usipokuwa na wito kweli kweli, unaweza kuishia njiani, kwa sababu katika huduma hii si lele mama. Ni huduma ambayo inahitaji uvumilivu wa hali ya juu, ni huduma ambayo inahitaji pia kufikiri sana, lakini ni huduma ambayo inahitaji maombi kila wakati. Kama Musa alivyoongoza wana wa Israeli kutoka Misri kwenda katika nchi ya ahadi, ingawa kufika alikutana na vikwazo vingi. Ndivyo pia kwa wachungaji, wanaweza kulalamikiwa, watu wanaweza kuleta complaint mbalimbali, lakini ni vizuri ukazipima. Lakini pia washarika wetu wanapenda wachungaji wao wafanye kile ambacho Mungu amekiweka katikati yao. Kwa hiyo ninatoa wito kwa wale ambao wanapenda kuingia katika huduma hii, kweli wawe na wito wa ndani unaowasukuma kwenda kufanya huduma hiyo, na huduma yao wakiifanya wakijua kwamba ni huduma ya takatifu ya Mungu ambayo wanapakwa mafuta kuifanya, basi waifanye kwa unyenyekevu mkubwa, wakimtanguliza huyo ambaye ndiye Bwana wa shamba, ambaye ni Kristo mwenyewe. Kazi ya uchungaji si ya kukimbilia tu haraka haraka, na wasi kazi ya mshahara, maana mara nyingine hakuna mshahara. Kule kuna posho ambayo unaweza kuipata na mara nyingine usiipate, lakini huwezi kuacha kufanya huduma kwa wale ambao wamewekwa chini yao, iwe ni katika huduma za kiroho, huduma za kimwili na huduma za kiakili. Ninatoa wito kwa jamii na kwa washarika kuendelea kuwapenda watumishi wanaotumwa katika sharika zao katika vituo mbalimbali na kushirikiana nao kwa hali na mali. Mimi nimepata ushirikiano mkubwa sana kutoka ofisi ya dayosisi. Nimepata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa wale ambao ninafanya kazi nao kwenye miradi ya Norwegian Church in Tanzania. Tumefikia watu wengi. Huduma ya mchungaji haiangalii tu kusoma Biblia na maombi, ni pamoja na kuhakikisha kwamba watu wanapata maisha bora, kuhakikisha kwamba shughuli za kiuchumi za washarika na jamii zinafanikiwa, kujenga mahusiano mazuri, kujenga amani katika taifa, katika jamii, na kwa njia hiyo pia kuangalia wale ambao wananyanyaswa katika jamii, kuwatetea. Wewe ndio sauti ya kinabii kwa watu ambao Mungu ameweka katikati yao. Kwa hiyo kwa kupitia miradi ya Norwegian Church in Tanzania imenikuza sana, imeniimarisha. Nimefahamu mambo mengi ambayo mimi ninayafanyia kazi kama mchungaji. Huduma ya mchungaji ni katika ujumla wake, ujumla wa mambo ya kiroho, mambo ya kimwili na mambo ya kiakili. Mambo ya kiroho kwa maana ya kwamba wapate huduma za kiroho, mambo ya kimwili kuhakikisha kwamba shughuli zote za kiuchumi na maisha kwa ujumla yanapata ufanisi ule unaostahili, lakini pia kutunza afya za washarika, kuhakikisha kwamba washarika wana afya bora. Na afya bora maana yake wajishughulishe katika shughuli ambazo zitawaletea maendeleo yao binafsi na maendeleo ya jamii na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Sisi kama usharika huu wa Makuna na mtaa wangu huu wa Kififa, ambapo nilipata ekipa imara hapa na ndoa yangu ilifungiwa hapa. Ninapenda kumshukuru Mungu kwamba hata maendeleo mnayoyaona ni kwa juhudi na maarifa makubwa ambayo Mungu ameweka katikati ya wanakitifu wote, na wanashirikiana kwa hali na mali. Ndio maana hata siku ya leo katika maadhimisho ya Jubilii hii tumeweza kuweka wakfu vyombo vya kulisifu jina la Mungu, kumtangaza Mungu popote, vyombo vyenye thamani ya milioni karibu 16. Asante sana.